haifichiki kwa kila mtu, hasa kwa kila Muislamu, ya kwamba leo tupo katika siku tukufu, siku ya Eid al-Adha. Baina ya idi tatu za Waislamu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika dini yetu, kitu pekee kinachojificha kwamba Eid ni ibada. Hiki ndio kitu pekee kinachojificha kwa watu. Kila mtu anajua kwamba ni siku ya Eid, lakini kilichojificha kwa waliokuwa wengi katika watu ni kujua kwamba Eid ni ibada. Ila watu hujua kwamba swala ya Eid ni ibada, lakini Eid yenyewe ni ibada wachache wanaojua, kwa sababu ya kuwa wengi katika watu tumejiweka mbali na wanavyuoni, tumejiweka mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tumejiweka mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuzisoma, kuzifahamu na baadaye kuzifanyia kazi. Bali wengi tunafanya ibada na tunashangilia ibada pasi na kuzijua. Jambo la msingi katika leo kwenye hii kalima, katika siku ya leo kwenye hii kalima ya Eid, ni kujua kwamba Eid ni kitu gani, maana yake. Ibn Rajab katika Ladhaiful Maarif kwenye mlango aliopanwani ya Yaumu Arafa wa Yaumu Nahr, alieleza Eid katika maana mbili tofauti. Maana ya kwanza, Eid maana yake katika lugha ya Kiarabu, akasema فمقتضى العيد الأيام التي تعود وتتكرر ويكون فيها مظاهر احتفال وراحة. muktadha wa Eid ni masiku ambayo yanarudi na kujirudia, haendi yakapita moja kwa moja, yanaenda na kujirudia, yakiambatana na mandhari ya kusherehekea na kuwa na raha, kufurahi, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo, sawaun kana amman au khassan, sawa sawa Eid hii au siku hii imekuwa ni ya watu wote duniani au ni mahsusi kwa taifa au mkoa au mtu, ya watu wote duniani, kama vile Christmas, Pasaka. Natoa mfano hili tuelewe. Hizi zimewekwa kwa ajili ya watu wote duniani. Kilugha ni Eid. Mfano wa hizo kitaifa ni siku ya kufa fulani katika watu. Mfano, siku ya kufa baba wa taifa, au siku ya kuzaliwa fulani katika watu, ikawa ni sherehe ya kitaifa. Hiyo ni Eid kilugha ya Kiarabu, na inaweza ikawa kwa mtu binafsi kama vile siku ya kuzaliwa fulani, na hii Waislamu wengi sana wanaisherekea.
mtu siku yake ya kuzaliwa ataandaa mavazi mazuri, ataalika rafiki zake na jamaa zake kwamba leo ni siku ya furaha ya kuzaliwa kwake, ni siku ya sikukuu. Kwa mujibu wa lugha na sheria inayozingatia kwamba hii ni Idi, lakini je, Muislamu Idi hii inampasa kusherekea? Hii tuliyotolea mfano katika mwaka na mfano wa hizo zinasherekewa kwa mwaka au katika taifa, katika dunia nzima, na mfano wa hizo ambao zinaenda kwa mwaka, au katika taifa fulani pia zinaenda kwa mwaka, zinajirudia, au katika mtu binafsi, yeye kama yeye ameweka siku ya kuzaliwa kwake kuwa ni siku ya sherehe kwa jina la happy birthday. Na Waislamu wengi hutumia gharama nyingi kwa ajili ya shughuli kama hii. Hili jambo ni jambo linalofahamika sana, lina nafasi kwenye mioyo ya watu, lakini kisheria au mbele ya Waislamu Idi ni kitu gani? Asema Ibn Rajab al-Hanbali katika mlango huo, wal-Eid huwa mawsimu al-farahi was-sururi wa afrahi al-mu'minin. Na Idi ni msimu wa kufurahi waumini, wa sururuhum fi dunya, na furaha ya waumini katika dunia. Pigia mstari hapa, Idi zote ni furaha, lakini waumini kwenye dunia hii hawatakiwi kufurahi kama Idi ni furaha. Je, waumini hawatakiwi kufurahi? Wanatakiwa wafurahi, ila furaha yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitolea mwongozo. Asema wasururuhum fi dunya, na furaha ya waumini katika dunia, innama huwa bimaulahum, wao mfurahia Mola wao. Ukiona waumini wanafurahi katika hii dunia, basi jua kwamba wao wanamfurahia Mola wao, wanamfurahia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hawafurahii kitu kingine. Hafurahii kuzaliwa kwake yeye, hafurahii kuwa ametimiza miaka 40 au kumbukumbu ya kufa kwa fulani au kuzaliwa au katika mambo yanayofahamika kwamba watu huwa wanafurahia kila mwaka au kila baada ya mwezi tarehe fulani. Nini wanachokifurahia kwa Mola wao? Idha fazu biikmali ta'atihi, wanamfurahia Mola wao wanapofanikiwa kukamilisha ibada aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهكذا إذا نظرت إننا اليوم نفرح بإكمال الأيام العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ثم ذكر النبلاء هل في ذلك قسم لذي حجر. Tufurahia kutimiza masiku haya ambako ndani yake masiku haya tumeamrishwa ibada mbalimbali. Wenye akili Allah akawauliza, nyie wenye akili, mnaona masiku haya yanastahili kuyatolea kiapo? Haya masiku 10, katika masiku 10 hayo akazitaja siku 2 muhimu. Washafi, siku ya leo hii yaumun nahar, walwatr, na siku ya jana, siku ya Arafa. A'zam wa ajal ayyam al-ashr, tukufu na kubwa katika hizi siku 10
ni siku hizi mbili, ayyamul ashr, wa ta'ti baada dhalika ayyamut tashriq. Baada ya 10 hizi kuisha zinakuja ayyamut tashriq, nazo zina fadhila yake. Lakini kikubwa tunachokifurahia sisi hapa ni kuwa tumetimiza masiku haya 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, ma min ayami al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna masiku yoyote katika hii dunia ambayo ibada iliyokuwa salih, yani yenye ikhlas na kufuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani ya masiku hayo ibada inapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote Allah anapenda ibada, siku zote, lakini ziko siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda zaidi ibada, anaifurahia zaidi ibada ya mja na anailipa zaidi. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ambayo ibada hulipwa maradufu na Allah huzifurahia zaidi ibada ni masiku haya al-ashr, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatolea kiapo, na hasa ikahusishwa siku hii kwa sababu kuna masuala mbalimbali kama tutakavyoona. Hii siku, ndugu zangu katika imani, siku ya Eid kwa Waislamu, hii ndio hali yake. Wanafurahi kukamilisha ibada, wahazu thawaba a'malihim, na kuwa kwao wanatumaini la kufanikiwa kupata malipo ya zile ibada, sio tu kumaliza, kwa kuwa na tumaini ya kufanikiwa kupata malipo ya zile ibada. Biwuthuqihim biwa'dihi lahum 'alayha, kwa sababu wao wana imani na ahadi ya Mola wao juu ya zile ibada walizozifanya, kwamba atawalipa kama alivyoahidi. Wana imani wao na wala hawana mashaka. Bifadlihi wa maghfiratihi, wafurahia fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wafurahia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Msamaha wa Allah, waumini walikuwa na matumaini nao siku ya jana, yaumu Arafa, matumaini yalikuwa makubwa sana, na leo tunafurahia fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi zote ni siku za Eid. Yaumu Arafa ni siku ya Eid kwa mahujaji. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika hadithi sahih alijua na mmoja katika Mayahudi, akamwambia, ya Umar, ayatun min kitabillah law alaina nazalat ma'shara al-yahud latakhadhna yawma nuzuliha Eida. Umar, muna aya nyinyi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu chenu, lau kama kwetu sisi Mayahudi ingeteremka aya hiyo, basi ile siku ya kuteremka tungeifanya kwamba ni siku ya Eid. Hapa Mayahudi wanazungumza maneno ya haki, ndani yake wanakusudia Waislamu wawafuate wao tabia zao. Walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hapa wamefichua aibu zao, kwamba wao huwa wanajipangia tu leo tufurahi, wanajipangia wenyewe pasi na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakiona tuko nafaa hapa pamependeza kufurahia, watengeneza siku ya kufurahia. Anamwambia ni aya katika kitabu cha Allah, lau kama ingekuwa imetamka kwetu sisi Mayahudi kwa utukufu wa aya hiyo, tungeifanya siku ya kuteremka kwake ni siku ya Eid. Umar radhiyallahu anhu akamjibu kwa majibu yanayosema kwamba mimi ninajua siku ya kuteremka aya hiyo. Kwanza akamuuliza aya gani? Akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Akamwambia, ninafahamu mimi siku iliyoteremka na sana pahala. Akamwambia, nazalat fi yawmi Eid. Cha kwanza, hatuna haja na maoni yako, kwa sababu siku iliyoteremka aya hii tayari ni siku ya Eid, tayari ni siku ya Eid. Kwa hiyo hatuna haja. Min yaumi Jum'a
yaumi Arafa wa yaumi Arafa, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa ni siku ya Eid. Lakini Ijumaa labda tarehe itakuwa ijirudii, ilikuwa tarehe ile ilikuwa ni siku ya Arafa pia, na siku ya Arafa ni siku ya Eid. Na ndio maana mahujaji kwao kufunga siku ya Arafa ni haramu. Kwa mahujaji Eid inaanzia jana yaumu Arafa. Kwetu sisi yaumu Arafa sio siku ya Eid, ni siku ya kufunga kwa ajili ya kutaka kupata fadhila wanazozipata wao. Na hii ni kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni Eid kwa watu maalumu, na kwa watu wengine sio Eid katika hiyo siku ya Arafa. Tunajifunza kwa sahabiul jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kwamba Eid zinapangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala zipangwi na watu. Ndugu zangu katika imani, katika Eid hii ni kama tulivyoona Eid zote za Kiislamu zinatakiwa kuwa na sababu zake, ni kwamba ni kufanikisha ibada. Ijumaa ni siku ya Eid, tunafurahi kwa kukamilisha wiki tukiwa tunafanya ibada. Siku ya Alhamis ndiyo siku ya mwisho katika wiki, au siku ya kwanza katika wiki, lakini wasiria ndiyo siku ya mwisho kwa kufanya matendo, kwa maana ya kwamba wiki inaanzia siku ya Ijumaa au inamalizikia. Tukisema inaanzia kwa mujibu wa utekelezaji wa ibada, tukisema inamalizikia kwa hesabu za kuhesabu siku ya kwanza, ya pili mpaka ya mwisho. Kwa utekelezaji wa ibada, siku inamalizikia Alhamis. Ndiyo matendo kwa mara ya mwisho yanakusanywa kupelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama vile kwa mwaka matendo yako yanapokusanywa mwezi wa Shaaban. Shaaban ndio yanapelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Ramadhani ikawa ni mwanzo wa mwaka kiibada. Hesabu zako za kiibada mwanzo wake ni Ramadhani, na kwa vile ni mwanzo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwekea kozi ya ibada, ili ukimaliza kozi uende vizuri. Kadhalika baada ya ayyamul ashri, ndani ya ayyamul ashri ni kozi ya ibada, lakini yaumul hajj al-akbar, yaumu Arafa, ni siku ya kozi kubwa zaidi ya ibada kwa mahujaji. Kwa mahujaji ni kuanzia kuhirimia hija, ni kozi kubwa ya ibada. Ibada tulizoamrishwa ndugu zangu ni nyingi sana. Tunajua katika Ramadhani tumeamrishwa nini na tumekatazwa nini, mwaka mzima na kila siku tunaamrishwa nini na tunakatazwa nini. Katika masiku 10 tunaamrishwa nini na tunakatazwa nini, imma utakuwa ni haji au sio haji. Lakini kitu kikubwa ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekizungumza sana na kuwa chenye mazingatio ni ibada ya kuchinja. Na ndio maana hata Eid ikaitwa Eidul Adha, kwa mahujaji ikaitwa Yaumun Nahri, kwa sababu ya ukubwa wa ibada hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi tutalisha na swala. Sisi tunajua ukubwa wa swala katika ibada ya hija. Ibada ziko nyingi, lakini miongoni mwa ibada kubwa sana ni ibada ya kuchinja. Na ndio maana akizungumzia sala Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako. Kuswali ni kwa ikhlas, swala ambayo unapaswa wewe ifurahie, ulioswali wiki mzima
Ijumaa itakuwa kwako ni Idi ikiwa umeiswali swala 5 ndani ya wiki mzima na uliziswali kwa ikhlasi zile swala 5. Wanhar, na inapofika wakati wa kuchinja, yaumun nahar, ikifika chinja, lakini uchinje kwa ikhlas, usichinje alimradi umechinja. Kadhalik uhakikishe unafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kuchinja. Lazima kwanza ujue ni mnyama gani ambaye wewe unafaa kumchinja, na ukimchinja huyo itakuwa umetekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vinginevyo Allah hatapokea. Swala ni ya Allah, pia kuchinja ni kwa ajili ya Allah, kama qala Ibrahim, كما قال الله سبحانه وتعالى آمرا لنبيه إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. sema hakika swala yangu na kuchinja kwangu, uhai wangu na umauti wangu siku zote navitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi wa viumbe wote. Sasa lazima uzingatie hayo. Huyu ambaye ameelekeza haya ameelekeza pia na taratibu za kuchinja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye akatuambia, la tujzi'u fil udhiyah, hafai katika udhiyah mnyama mwenye mmoja katika sifa 4. Akataja katika sifa hizo al-awra al-bayyin awaruha, mnyama mwenye chongo, mnyama mwenye chongo ambaye chongo chake kiko wazi. Chongo kinajulikana bila shaka. Mnyama ambaye jicho lake moja ni bovu na ubovu wake lile jicho uko wazi, mnyama huyu hafai. Huyo wa kwanza. Akamtaja wa pili katika wanyama, akasema al-ajfah al-bayyin ajfuha au al-hazil al-bayyin hazaluha, mnyama aliyekondeana mpaka kichwa nacho kikakonda, amekonda mwili mpaka kichwa, huyu hafai. Akataja al-arja, mwingine ni mnyama mwenye mguu mbovu au mkono mbovu, albayinu arajuha, ambaye ubovu wa mguu wake au mkono wake uko wazi, kila mtu akimwona anajua yule mguu wake ni mbovu au yule mkono wake ni mbovu, hahitaji kuambiwa. Huyo hafai kwenye kuchinja. Mwingine akasema almaridha, na yule mnyama mwenye maradhi, anaumwa, albayinu maradhuha, ambaye maradhi yake yako wazi, yanajulikana kwamba huyu anaumwa maradhi, anaumwa huyu, kila anayemwona anajua huyu ni mgonjwa, si mzima. Huyu sio yule mgonjwa mpaka umpime ndio ujue anaumwa huyu. Mgonjwa ambaye maradhi yake yanaonekana kwa macho kwamba huyu anaumwa, huyu hafai kwenye kuchinja. Nje ya hawa wanne wanafaa kuchinjwa, ila kutafuta aliyetimia zaidi ndiyo bora zaidi. Hawa wanne ndiyo hawafai, ila kumtafuta aliyetimia zaidi ndiyo bora zaidi. Na kuna ambaye hafai kuchinja, si kwa sababu ukimchinja atakuwa atoshei, atatoshea, lakini utakuwa umeingia kwenye madhambi
kwa sababu utakuwa umewadhulumu watu, umewadhulumu wanyama wengine. Yupi mnyama huyo? Akatajwa arruba, yule ambaye ana watoto ananyonyesha. Mnyama ambaye ananyonyesha usimchinje, sheria imekataza. Mwache anyonyeshe watoto wake, tafuta mwingine. Si kwamba ukimchinja hatafaa, atafaa, ila sheria inaamrisha huruma mpaka kwa wanyama. Wakati unamchinja huyu, kuna watoto kule wanatakiwa wanyonye, usiwatenganishe na mama yao. Mwache, tafuta mwingine, na ukikosa kabisa acha, kwa sababu sheria imekataza kuchinja mnyama anayenyonyesha. Na mwingine alhamila, mnyama ambaye ni mjamzito, mwenye mimba. Katika wanyama haifai kumchinja, si kwa sababu ukimchinja hatofaa, itasihi, lakini utapata dhambi kwa kufanya kitendo hiko. Kwa hiyo haitakiwi kuchinja wanyama hawa aina mbili kwa sababu ya kupoteza haki za wengine. Hivyo tunajifunza kwenye maelekezo haya kwamba furaha ya Idi haitakiwi usababishe kukosa furaha ya mtu mwingine ambaye sheria imekuzuia kumkosesha furaha. Hilo ni jambo la muhimu la kulizingatia. Katika taratibu za kuchinja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, walbudna ja'alnaha lakum sha'air Allah min sha'air Allah lakum fiha khairun fadhkuru isma Allahi 'alayha sawaf. Ngamia hao tumewafanya kwenu nyinyi kuwa ni alama za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tuzingatie sana kwenye maelekezo kuhusu ngamia. Hizi ni katika taratibu za kuchinja pia. Lakum fiha khairu, kwenye kumchinja ngamia kuna faida nyingi kwenu nyinyi, kama vile wingi wa thawabu kuwa ni nyingi kwa atakayechinja ngamia kuliko atachinja mnyama mwingine, ikiwa ikhlasi yake itakuwa na nguvu. Lakini vinginevyo atazidiwa na yule mwenye ikhlasi zaidi, hata kama amechinja mbuzi. Hao ngamia kuna kheri juu yenu nyinyi, kwa maana faida nyingi, kupata thawabu pamoja na kula ile nyama na kutoa sadaka. Ukitekeleza kuchinja mpata thawabu, ukitoa sadaka thawabu zingine, ukila wewe mwenyewe ni thawabu zingine. Furaha inayoingia kwa watoto wako kwa kuwa umewachinjia ni thawabu nyingine. Ala kuli hal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaelekeza namna ya kumchinja ngamia, akasema fadhkuru isma Allahi 'alayha. Cha mwanzo cha kukizingatia kwenye kuchinja ngamia na mnyama yeyote ule, ngamia ametajwa kama kielelezo. Tajeni jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kumchinja ngamia. Wanaingia wanyama wengine tabaan, lakini sio hivyo peke yake. Sawafa, na muachinje wakiwa wamesimama. Ngamia anatakiwa achinjwe akiwa amesimama na sio amelala. Haya ni maelekezo ya Allah ndani ya Qur'an, akalisimamia jambo hili mwenyewe la kuchinja ngamia. Wanyama wengine kwa sababu imezoeleka huwa wanachinjwa vipi, hakutaka kuwataja ndani ya Qur'an, akamtaja ngamia. Na hii ni fadhila ya ngamia, maeneo mbalimbali Allah amemtaja ngamia, na hapa anatuambia kwamba ngamia anatakiwa achinjwe akiwa amesimama. Ibn Umar radhiyallahu anhu, kama alivyotaja Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi akirejesha katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim hadithi hiyo, asema kwamba Ibn Umar marra birajulin qad anaha badana, amemlaza ngamia wake, yuridu dhabha, anataka kumchinja, au yuridu nahra, faqala arsilha qaima, mwachie asimame.
warbut rijlaha, na ufunge mguu wake. Hajataja mguu gani, akamwachia hivyo, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ngamia anachinjwa akiwa amesimama, hali ya kuwa amefungwa mguu wake wa kushoto. Mguu mmoja tu ndio unafungwa wa kushoto, anaachwa amesimama, anafungwa mguu wa kushoto, ndio anachinjwa akiwa katika hali hiyo. Huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akifanyia tawili aya hii, ikiletwa maelekezo namna ya kumchinja ngamia, baidan amma yaf'aluhu almutasawwifa wa man wafaqahum, ni mbali kabisa na yale ambayo wanafanya mutasawwifa, asufia na wengineo ambao si masufi, lakini hawajui utaratibu wa dini ukoje kwenye kumchinja ngamia. Wakadhania kwamba kile kinachofanyika na sufia ni sawa, au ni sawa kuchinja ngamia kama anachinjwa mbuzi, alazwe chini, au ng'ombe alazwe, afungwe kamba ndio achinjwe. Hapana, si sawa. Mutasawifa wao wanatumia utaratibu wa kumlaza kwa dua. Wanachukua vitabu vyao, wanasoma mpaka akae chini mwenyewe ndio aende wakamchinje. Si utaratibu hata kule kukaa. Ngamia anatakiwa achinjwe akiwa amesimama. Hayo dua umeitoa wapi? Kabla kwenda kwenye dua, ngamia anachinjwa akiwa amesimama. Hiyo dua ya kumchinjia ngamia mmeitoa wapi, wakati yeye anatakiwa achinjwe akiwa amesimama? Nyinyi msoma dua ili akae ndio mchinje vizuri. Uzushi wa kukhalifu utaratibu wa kuchinja ukazaa uzushi wa dua ya kumtaka ngamia halali. Na ni kweli ukikhalifu sunna utakwenda mbali sana, kwa sababu ngamia ni kiumbe anatisha, nguvu zake ni za ajabu. Na hili ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea, fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a walmu'tar. Akishamalizika, akaanguka, akachunwa, ngozi ikawekwa pembeni, kuleni ninyi wenyewe, kuleni katika hiyo nyama. Wa at'imu alqani'a walmu'tar, na mwalishe maskini wanaoficha umaskini wao na maskini ambao hawafichi umaskini wao. Maskini wako aina mbili. Kuna maskini hawapendi kuonekana kuwa ni maskini, wanaficha umaskini wao, na kuna maskini ambao wanapenda kuonekana kwa sababu wanapenda kusaidiwa, wanapenda sana kusaidiwa na watu. Kwa hiyo nataka kila mtu ajue kwamba yeye ni maskini, kila mtu nataka ajue shida zake, huenda akasaidiwa. Kumbe anachotengeneza ajui kwamba anatengeneza chuki kwa watu. Huyu ambaye anapenda kutangaza shida zake, watu haraka umchukia, kwa sababu anajua siku zote ana malengo ya kutaka msaada tu. Huyu kila kutana naye matatizo hayaishi. Ukimuuliza, bwana habari za leo bwana, kiafya alhamdulillah, lakini basi bwana ndio hivyo tu. Kila siku yeye hana siku atakwambia alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu. Hakuna siku atasema hivyo. Sasa hawa wote hawa wapeni katika hiyo nyama, na wao wale kwa katika adabu na taratibu. Ukichinja ni sunna ule na wewe kuleni. Akishachinjwa akamalizika kufa, usianze kumla kabla hajamalizika kufa. Fa idha wajabat junubuha, watakapoanguka ndio mule. Usianze kumkata kabla damu yafaje, haijaisha kutoka, hajaacha pilika zake, roho haijamalizika kutoka. Mpaka roho imalizike kutoka ndio ataanguka ngamia. Akishaanguka wewe sasa, atakuja mchunaji atachuna na mengine yataendelea. Ala kulli hali, haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya taratibu ya hizi nyama. Tuwape mafakiri katika hizi nyama, tuwape pia masikini. Lakini wa aina mbili, wanaomba na wasioomba. Kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Au ngamia tumewadhalilisha kwenu. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala
ametaka tumchinje ngamia akiwa amesimama. Anatupa sababu, anataka atuoneshe namna alivyomdhalilisha ngamia kwetu sisi, pamoja na ukubwa wake aliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya kuwa ni dhalili kwetu. Wa illa, wewe mwanadamu hauwezi kupambana na nyoka, utaweza kupambana na ngamia? Hauwezi kupambana na mbwa mwitu, ukimwona unakula kona. Ngamia utamweza wewe? Hauwezi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hayo ni ili mupate kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yanala Allah luhumaha, Allah wala hataki nyama kwamba mchinje, yeye anataka nyama. Wala dimauha, na wala hataki damu kama mnavyoamrishwa na mizimu. Haya maneno yana mantiki hii. Miungu mingine inapoamrisha kuchinja, mnapoenda kwenye mizimu kwa ajili ya mafanikio kwenye biashara au katika kupona maradhi, ukiambiwa chinja mnyama fulani, ule mnyama mgonjwa haruhusiwi kula. Hadha farqun baina Allah wa baina aliha dhaifa. Hii ni tofauti baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina al-aliha dhaifa al-batila, na baina ya miungu dhaifu, miungu ambayo ni ya batili, ambayo watu wanakimbilia kuomba shida zao mbalimbali. Waenda wewe kutaka shida yako, yule jini na yeye anataka damu. Yeye ana shida ya damu, wewe una shida ya mtoto. Mwenye shida ya damu atakupa mtoto kweli? Wewe fikiri una akili timamu mpaka unakubali kabisa, basi nitachinja huyo njiwa, nitachinja huyo ngamia, nitachinja huyo kondoo? Yeye ana shida ya damu, hawezi kuipata. Wewe wataka mtoto, wamchinjia yeye, alafu damu ndio faida yake kama wanavyodai. Malengo tu wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye hafaidiki na nyama kwenye hivyo mnavyochinja, na wala hafaidiki wala hahitaji damu kama wanavyohitaji miungu wengine ambao watu wamewafanya kwamba ni miungu. Na hii ni katazo la kuchinja kwa ajili ya siku Allah, kama alivyoamrisha mwanzo wachinje watu kwa ikhlas. Akaelekeza utaratibu wa kuchinja mutaba, utaratibu maalum, lakini kadhalika akasisitiza tena kwenye ikhlas, usichinje kwa ajili ya chochote, chinja kwa ajili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Na chinja ili wasaidie mafakiri, na damu zikakatazwa kuliwa. Muislamu hatakiwi kula damu, na sheria hii ni kwa majini na wanadamu. Inakuwaje wewe unachinja kwa ajili ya jini na unatoa sadaka kwa ile damu? Nasallallahu alafiyata wasalam. Najis ndio chakula cha miungu wa kishirikina. Allah subhanahu wa ta'ala asema walaki yanaluhu taqwa minkum, kinachoenda kwake ni ile ikhlasu yenu, ule utaratibu wenu mnaofuata wa kuchinja, ndio Mwenyezi Mungu anaowahifadhia. Ya ibadi inma hiya a'malukum, Allah anatuambia enyi waja wangu, hayo matendo mnayofanya ni kwa ajili yenu na faida yenu. Usiha lakum, mimi ninawatunzia tu. Waman wajada khairan falyahmadillah, atakayekuta amefanya vizuri, kama ilivyokuwa mwanzo aya hii, walakum fiha khairun, na mnao nyinyi khairi kwenye kuchinja, kwenye vijua vyenu hivyo, thawabu nyingi. Waman wajada khairan falyahmadillah, atakayekutana na khairi kwenye matendo yake basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik yalumanna illa nafsa, na atakayekuta kinyume cha khairi basi asilaumu mtu, alaumu nafsi yake mwenyewe, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amebadilisha kila kitu ameweka wazi. Ajaban lak ya man tadhbah duna an tas'ala man ya'rif, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu lak fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Ajabu na shangao, tunakushangaa wewe ambaye unaenda kuchinja basi na kuuliza kwamba nichinje vipi, mnyama wa aina gani nichinje, yupi atafaa, nikichinja yupi nitapata dhambi, yupi nikichinja sipata dhambi, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia fasalu ahla dhikr, waulizeni wenye kujua, in kuntum la ta'lamun, ikiwa hamujui nyinyi
na katika mambo ambayo pasa tuyaulizie ni jambo hili la kuchinja. Ni mnyama yupi, mwenye umri gani? Kuna umri ameelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika, na nitaka kulisahau, wanyama hawa wanachinjwa kwa umri. Haya mambo yote ni ya kuuliza walimu, mashaikhe, maduati warejee kwamba mimi nimenunua mnyama wangu sijui hata ana umri gani. Kwani mnyama atakayokuchinjwa ni wa umri gani? Ngamia ana umri wake, mbuzi ana umri wake, kondoo ana umri wake, ng'ombe ana umri wake. Si sawa hawa. Inapasa kuzingatia, na ukichinja ambaye ni chini ya umri umekosea. Kitu cha mwisho katika ibada ya kuchinja inakuwa baada ya swala ya Eid. Ukitoka kusali swala ya Eid ndio wakati wa kuchinja, na sio kabla. Mwenye kuchinja kabla ya swala fahiya sadaqatun min as-sadaqat, na mwenye kuchinja baada ya swala faqad asaba nusuka, huyo amepatia ibada aliyoelekezwa. Kwa hiyo wakati wa kufanya jambo ni kitu muhimu sana. Lazima kitu ukifanye katika wakati wake. Man istajala bi shay'in qabla awani uqiba bihirmani. Wanavyoni wameweka kanuni, wanasema mwenye kuharakia kukifanya kitu kabla ya kufika wakati wake anapewa adhabu ya kukosa matunda yake. Ukiswali swala ya dhuhuri kabla ya dhuhuri jaingia, hauna thawabu, bado unadaiwa dhuhuri, na umechukua udhu ukaswali. Lakini umeswali dakika 5 kabla ya kuingia dhuhuri, hauna thawabu. Umetoa takbira kwa dakika 1 kabla ya kuingia dhuhuri, lakini swala iliyobakia yote ni ndani ya dhuhuri, hauna thawabu, kwa sababu swala hii umeiswali nje ya wakati. Umeswali kabla ya wakati wake. Hivyo hivyo ukichinja kabla ya wakati, hakuna unachokipata. Ni lazima uzingatie ibada za Allah subhanahu wa ta'ala zina taratibu maalum, hastakiwi kuendewa kinyume na taratibu zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituachia usia akituambia, alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Ndugu zangu, ya kuyasema ni mengi. Kikubwa tumeamrishwa tukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru isma Allah, wapate kushuhudia manufaa yao na waende kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya nyingine, walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mkamtukuze Allah, mfanye takbira sana siku ya Eid kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuwafikisha mpaka kwenye viwanja vya hija na kuwapa vichinjo mlivyopewa. Kama hujaenda lakini umepata mnyama umechinja, hayo muyafanye kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.